Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa, na tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini. Nasi tuko wazima, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake, na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo dimanche le 14 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu, kwenye mapigano yalizuka upya kati ya vikosi vya jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho, Red Tabara, Ngumino, Moho Plateau de Fizi. Ndani ya mapigano hayo jeshi la Kongo FARDC lilitumikisha ndege za kivita kwa kushambulia waasi hao wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho, na tutawapeleka ndani ya territoire ya Mwenga kwenye mji mkuu wa eneo la Itombwe ulikamatwa na waasi wa AFC M23 bila kupigana. Mwingine huo unaitwa Kipupu. Tutawaambia kuhusu Marekani ambayo ilitangaza ya kwamba Rwanda inaendelea kukiuka makubaliano ya Washington na kusema ya kwamba itatekeleza ahadi zilizotolewa kwa Rais Trump. Tumewaletea habari mbichi tena mingi. Kama kawaida, unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa na endelea kupata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo ku titre utapata linki yetu hapo ku description, ujiunge nasi na pale utakuwa unapata habari zetu zote kwa wakati. Kama unataka kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, kuwa nami mwanzo hadi mwisho, utafahamu yote. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu, Moho Plateau de Fizi, kwenye mapigano makali yalizuka upya kati ya waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho na jeshi la Kongo na washirika wao Wazalendo pamoja na jeshi la Burundi FDNB. Mapigano hayo makali yalizuka siku ya jana mu maeneo tofauti ya teritware ya Fizi. Mapigano yaliripotiwa mu village ya Rugezi, yakasikika mu eneo ya Ngungu pamoja na Rudabadaba na eneo ya Timbiangoma na eneo ya Point Zero, pale ni mu axe ya Fizi na Kalemi. Mapigano hayo yalianzishwa na waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho na Ngumino kwa lengo la kuendelea kuavanse wakikamata maeneo tofauti. Waliatakia vikosi vya jeshi la Kongo na Wazalendo na jeshi la Burundi mu eneo ya Rugezi. Hapo Rugezi mapigano yalianza siku ya jana asubuhi. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ikasikika hapo. Baada ya masaa machache tu mapigano yakasikika mu eneo ya Rudabadaba, village ya Rudabadaba iko karibu na Rugezi. Mapigano yakaanza kukua makubwa kuanzia hapo. Wakati walikuwa wakipigana mu eneo ya Rudabadaba, mapigano tena yakasikika mu kijiji cha Ngungu. Haya yote ni maeneo yanayopakana, yani ni maeneo ambayo yako kwa ukaribu sana. Wakati hapo Ngungu kulisikika mashambulizi, eneo ya Timbiangoma nayo ikaathirika. Papo hapo moto ukazuka kati ya pande mbili. Waasi wa AFC M23 wakiungana na Twirwaneho na Red Tabara pamoja na FNL wote waliatake vikosi vya jeshi la Kongo na Wazalendo kwa lengo la kuendelea
kusonga mbele na kuyakamata maeneo mapya wakielekea ndani ya province ya Tanganyika. Wakati mapigano yalikuwa yakiendelea kati ya pande mbili hapo, ndipo ndege za kivita za FARDC Sukhoi 25 ziliingia hapo kushambulia waasi hao wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho, FNL na Redi Tabara. Ndege hizo za FARDC zilianza kushambulia eneo ya Mikenge saa 4 siku ya jana asubuhi, zikaendelea kushambulia waasi hao hapo chini zikisaidia vikosi vya jeshi la wazalendo na FARDC na wale wanajeshi wa Burundi kuweza kustope waasi hao wa AFC M23 ambao walikuwa wameatake ili kuprogrese, yani kusonga mbele wakamate maeneo hayo yote. Wakati ilifika saa 6 saa 7 ndege za kivita zikaondoka hapo zikarejea huko Kalemi kwenye zilikuwa zimetokea. Baada ya masaa 4 na zimeondoka hapo, jioni ya jana du 7h tena zikaanza kushambulia waasi wa AFC M23 ndani ya Rugezi na kushambulia tena eneo ya Mikenge pamoja na eneo ya Timbiangoma. Zilikuja kusaidia tena vikosi vya jeshi la Kongo ambavyo vilikuwa vikipigana hapo vita tangu asubuhi vikikabiliana na waasi hao ambao walikuwa wameatake kwa lengo la kusonga mbele. Mapigano yaliendelea kuwa makubwa sana paske yalifika hata maeneo ya Bilalo mbili, na Bilalo mbili kulianza kusikika mapigano siku ya jana kuanzia saa saa 8 mapremidi. Jo mapigano yaliripotiwa hapo ni kati ya pande mbili tuzo, waasi wa AFC M23 na washirika wao walikuwa wakipigana na arme Kongolizi FARDC na washirika wao jeshi la Burundi pamoja na wazalendo, na siku ya jana yote ikaisha kabisa na hali ni tete kati ya pande mbili mu maeneo hayo. Mapigano yalikuwa yakiendelea kusikika hapo, na kama ilivyokuwa siku ya jana ndani ya eneo hizo asubuhi hii mapema tena waasi wa AFC M23 wako movita pale wanaendesha mapigano yao zidi ya vikosi vya jeshi la Kongo wakiwa na mpango wa kurepuse FARDC pale ili wakamate maeneo hayo waendelee kusonga mbele hapo Moho Plateau de Fizi. Vyanzo vyetu kutoka maeneo hayo vinatuambia ya kwamba tangu siku ya jana mpaka asubuhi ya leo vikosi vya Kongo vinaendelea kuwasimamisha waasi hao wa AFC M23. Hawajasonga mbele hata kidogo tangu siku ya jana wakipigana pale, hawajafanikiwa kusonga mbele hata kidogo. Vikosi vya jeshi la Kongo na washirika wao wazalendo na FDNB wako naendelea kuwasimamisha hao waasi wa AFC M23 na kuwanyima njia kabisa ya kuprogrese kupitia maeneo hayo. Hiyo ndiyo hali halisi Moho Plateau de Fizi tangu siku ya jana. Mapigano ni makali kati ya pande mbili. Waasi wa AFC M23 ndio ambao walianzisha mashambulizi hayo kwa lengo la kutaka kuavance na kuingia mu province ya Tanganyika. Tukiwa ndani ya teritware ya Fizi, habari zilisambaa tangu siku ya jana ya kwamba waasi wa AFC M23 baada ya kukamata mji wa Uvira waliendelea kuavance Moho Plateau de Fizi na maeneo yanayokuwa karibu na lake Tanganyika, wakafika mu teritware ya Fizi, ya kwamba kwa sasa wako na ukaribia mji wa Baraka. Nawaambia kwamba vyanzo vyetu kutoka maeneo hayo vinatuambia ya kwamba hakuna presence kabisa ya wanajeshi wa AFC M23 huko. Wanasema kwamba AFC M23 haijafika munani mu maeneo hayo ya Fizi, ingali ndani ya mji wa Uvira. Hawajaendelea na operation zao za kupiganisha vikosi vya Kongo tangu waukalie mji wa Uvira. Habari hizo zilizosambaa, najua wengi mlizipata, mfahamu ya kwamba habari hizo ni za uongo. Kuna eneo moja ya teritware ya Fizi inayopatikana karibu na lake Tanganyika iliyokamatwa na waasi wa AFC M23.
Tuendelee na taarifa zetu kwenye uwanja wa vita, tuwapeleke ndani ya teritware ya Mwenga. Hapo ni ndani ya Sud Kivu, toujours kwenye waasi wa AFC M23 walikamata eneo ya Kipupu, ni mji mkuu wa eneo la Itombwe. Hapo waasi wa AFC M23 wakiwa pamoja na Twirwaneho waliingia Kipupu, mji mkuu wa sekta ya Itombwe, ni ndani ya grupema ya Basimokinje ya kwanza, ni katika nyanda za juu za Mwenga. Walikamata hapo bila mapigano yoyote kulingana na taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu ndani ya eneo hiyo. Vyanzo kadhaa hapo vinasema kwamba wakati mapigano yalikuwa yakisikika huko Mikenge, wanajeshi wa moja wa AFC M23 na Twirwaneho walielekea huko Kipupu na kukamata eneo hiyo bila mapigano yoyote. Kuingia kwa wasi hao katika eneo hiyo ya Kipupu ulikuja siku moja baada ya kuondoka kwa vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao wa Burundi, siku chache baada ya kuanguka kwa mji wa Uvira. Wakaji kutoka hapo walituambia kwamba walishangazwa sana na kuwasili kwa waasi hao wenye silaha kali ya pata saa 6 alasiri hapo Kipupu. Sote tulikimbilia msituni, kijiji kwa sasa kiko chini ya udhibiti wao. Waliingia bila kusababisha uharibifu wowote kwa sababu hawakufyatua risasi. Waliingia kabisa na kuikamata eneo yote. Chifu wa kijiji cha Kipupu hakuweza kufikiwa siku nzima tangu Ijumaa le 12 Desembre. Vijiji kadhaa katika nyanda za juu za Mwenga vimeondolewa watu wake kufuatia kuondoka kwa wanajeshi wa FARDC. Munasikia kwamba eneo ya Kipupu nayo ilikamatwa bila kupigana. FARDC na washirika wao wa Burundi walikuwa wameondoka hapo. Inakuwa kama wakati wa kukamatwa kwa mji wa Uvira na Bukavu ilikuwa hivyo hivyo, vikosi vya jeshi la Kongo na washirika wao walikuwa wameondoka hapo. Na mambo kama na haya wakongomani wayataki kabisa. Wanachokitaka ni kuona jeshi la Kongo lina resiste na kurekipere maeneo yanayokaliwa na wasi wa AFC M23. Kama si hivyo, wakongomani wanaona kwamba arme ya Kongo iko faible. Nimesema haya nimekumbuka alichokitangaza Felix Tshisekedi siku ya jana. Felix Tshisekedi alitangaza ya kwamba nilipokamata uongozi wa Kongo nilikuta jeshi na ni jeshi la wahuni. Alisema hayo ila akaomba msamaha kwa neno lile ambalo alilitumikisha la wahuni. Aliendelea akisema kwamba ninawaambia kwa uaminifu kuwa nilikuwa na heshima kubwa kwa wanajeshi na askari wetu. Walitumwa vitani bila chakula, bila mshahara, bila risasi, bila uongozi na waliombwa kufanya miujiza. Ndiyo maana nilipofika niliwaza kwanza hali yao ya kijamii, maisha yao, ili kuwaruhusu wanajeshi kuzingatia ulinzi. Uzalendo umepotea kabisa ndani ya nchi yetu, ila sijachelewa, kila kitu kitakwenda sawa. Rais Tshisekedi pia amewataka vijana kujitolea kwa uzalendo na kujitolea dhidi ya ufisadi, ukabila na mgawanyiko. Na nadhani ya kwamba haya ambayo Felix Tshisekedi ameyasema kabisa ni mambo ambayo tunakubaliana nayo. Arme ya Kongo ni wale ambao wako kufroni, wale ambao wako kwenye kuko vita. Unaonaka kwamba maisha yao kwanza yaendeki vizuri, mishahara yao ni michache na hata nayo kuipata inakuwaka tatizo. Hayo yote yanakuwaka maprobleme ya arme yenye hayawezi acha kabisa mwanajeshi kusimama imara kutokana na jinsi guvernema inamkamata. Hicho ni kitu ambacho mnapaswa kukifahamu. Wakati guvernema kabisa inakamata mwanajeshi vizuri, wakati mwanajeshi anapewa kile kinachohitajika kama mwanajeshi, naye bila shaka atapigania nchi kama anavyoweza.
hataendelea kuiacha nchi wakati anaona ya kwamba hawamjali guvernema inajali na mambo yao, wanapenda wa kule nchi wanapenda ikuwe hivi, naye atakuwa na ile susi ya kupigana inavyohitajika ili kulinda nchi yake. Nadhani kwamba hapo tuko na indana 5-5. Hayo aliyatangaza siku ya jana President Felix Tshisekedi wakati wa mkutano wa uso kwa uso na vijana huko Kinshasa. Tuendelee na habari zetu kama kawaida, nimewaletea habari mbichi, nipe wakati yako tu utakuja kufahamu yote na kupata habari za kweli kabisa. Marco Rubio alitangaza kwamba vitendo vya Rwanda vinakiuka makubaliano ya Washington, akasema ya kwamba Marekani itatekeleza ahadi zilizotolewa kwa Rais Trump. Marekani imepaza sauti yake tena dhidi ya Rwanda kuhusu hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema ya kwamba vitendo vya Rwanda mashariki mwa Kongo vinaashiria ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya Washington yaliyosainiwa na Rais Trump, na Marekani itachukua hatua kuhakikisha kwamba ahadi zilizotolewa kwa rais zinatimizwa, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Onyo hili linakuja siku moja baada ya Marekani kuingilia tena kati katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo ilikuwa siku ya Ijumaa. Washington ikasema kwamba ina wasiwasi mkubwa na imesikitishwa sana na ghasia zilizozuka upya mashariki mwa Kongo, ikishutumu Rwanda kwa kutoa msaada wa kijeshi wa moja kwa moja wa kisasa kwa M23. Kikumbuka uwepo wa marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame huko Washington mnamo le 4 Desemba kwa ajili ya kuidhinisha makubaliano ya amani, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz aliona ya kuwa ishara dhahiri na juhudi za kuunga mkono amani. Hata hivyo, alionya kwamba mchakato ya amani inahitaji pande hizo kuheshimu ahadi zao. Kulingana na huyo Mike Waltz, tangu mwaka wa 2021 nchi ya Rwanda imedhibiti kupitia yeye M23 na mrengo wake wa kisiasa AFC ili kutekeleza malengo yake ya kijiografia mashariki mwa Kongo. Alidai kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame alihusika kwa karibu katika kupanga na kutekeleza vita, na kwamba vikosi vya ulinzi vya Rwanda viliwapa M23 msaada wa vifaa na mafunzo, huku wakipeleka kati ya wanajeshi 5,000 na 7,000 nchini Kongo. Marekani kwa muda huu inaendelea kuyafuatilia kwa karibu mambo yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, na kuendelea nayo kuishutumu Rwanda kwa kuwa inaendelea kukiuka makubaliano ya amani. Na kutokana hayo, Marekani inaendelea kutangaza kwamba itatumikisha nguvu zote zinazohitajika na kuwa itatekeleza ahadi zilizotolewa kwa Rais Trump, yani kile ambacho Trump alikiahidi wote wakati wataweza kukiuka hayo atakifanya. Marekani inaweza kabisa kuingilia wakati wowote vita hivi, wakati hali inaendelea kukua mbaya mashariki mwa nchi ya Kongo. Na kama Marekani kabisa inataka kiukweli kusimamisha vita hivi, inapaswa kuingilia kati vita hivi na kuvisimamisha, paske maisha ya wakaaji wanaendelea kuteseka. Siku ya jana Bertrand Bisimwa alikuja kutangaza maneno ambayo yalionyesha kwamba M23 itaendelea kupigana vita. Siku ya jana alisema kwamba kama guvernema iko na haki ama droit ya kukamata maeneo yaliyokaliwa na wasi hawa wa M23, ikiwaua wakaaji wake, nao kama armée révolutionnaire wataendelea kupigana na guvernema ya Kongo na kuwalinda wakaaji ambao wako maeneo yao.
alitangaza hayo yule Bertrand Bisimwa, akionyesha ya kwamba gouvernement wakati itaendelea kufanya mashambulizi mu maeneo yao, nao wataendelea kuipiganisha na kuendelea na vita vyao kama kawaida. Mukisikia haya aliyoyatangaza, mnasikia kuwa wataendelea na vita vyao kama kawaida wakipigana na arme ya Kongo. Vita vikiendelea ndipo jinsi population wanaendelea kuteseka. Wakaaji na waambia kwamba pour le moment wanachokitaka ni kusimama kwa vita, iwe AFC M23 ingali mu maeneo yao, iwe ilisharudia nyuma, wanachokitaka ni kusimama kwa vita. Na waambia population inateseka kabisa mu este, ndio maana wanataka vita kwanza visimame, engine ya jadiliwe ya ishe. Asante kabisa, hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi, na muendelee kukuwa na asubuhi njema. Tutapatana ndani ya habari zetu za mchana. Asante.